Jeshi la Israel lateka eneo la kimkakati la ngome la Beaufort kusini mwa Lebanon, hatua inayotajwa kwamba ni mabadiliko makubwa katika mashambulizi dhidi ya Hezbollah. Watu 4 sasa waripotiwa kupona ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuleta maendeleo chanya katika juhudi za kupambana na mlipuko huo. Na uchaguzi mkuu nchini Ethiopia unafanyika leo Jumatatu, huku mzozo ukiendelea katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo, kumaanisha kwamba watu wengi hawataweza kupiga kura. Lakini utakuwa ni uchaguzi wa aina gani? Sidhani hii ni uchaguzi bali ni uteuzi. Serikali imechukua kila juhudi kuhakikisha kwamba hakutakuwa na upinzani, na pale ambapo kutakuwa na upinzani, basi ni upinzani ambao ni dhaifu. Na tuna mengi tuliokuandalia msikilizaji, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu kusoma kwako na Phyllis Mote. Karibu Phyllis. Shukran David. Hujambo msikilizaji. Ufaransa na Ujerumani zimekosoa hatua ya Israel ya kusonga mbele zaidi katika maeneo ya kusini mwa Lebanon, huku ikiendeleza mashambulizi yake dhidi ya Hezbollah. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani amesema kwamba hatua hiyo inaleta wasiwasi mkubwa, huku rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akiomba kufanyika kwa kikao cha dharura cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa siku ya Jumatatu. Uchaguzi wa urais nchini Colombia utaingia katika duru ya pili tarehe 21 mwezi wa Juni kati ya wagombea wawili wenye misimamo inayokinzana kwa kiasi kikubwa baada ya kura za Jumapili kushindwa kutoa mshindi wa moja kwa moja. Kampeni za uchaguzi huo ziligubikwa na matukio ya vurugu, yakiwemo mashambulizi ya ndege zisizo na rubani, utekaji nyara, mauaji pamoja na kuuawa kwa mgombea mmoja wa urais katika mkutano wa kampeni mwaka uliopita. Huyu hapa mmoja wa wapiga kura. Ni kura ya kuamua mustakabali wetu. Ni uamuzi unaofanywa kwa kuzingatia siku zijazo, hasa kwa vijana, kwa sababu hatimaye sisi ndio tutakaorithi nchi hii baada ya miaka mingi ya ghasia ambayo imeipitia. Polisi nchini Nigeria wameonya dhidi ya mashambulizi yoyote ya kulipiza kisasi yatakayowalenga raia au biashara za Afrika Kusini kufuatia taarifa za mashambulizi dhidi ya raia wa Nigeria walioko nchini Afrika Kusini. Onyo hilo linatolewa wakati mvutano ukiendelea kuongezeka nchini Afrika Kusini, ambapo maandamano dhidi ya wahamiaji yamekuwa yakitoa wito wa kuchukuliwa hatua kali zaidi dhidi ya wahamiaji wasiokuwa na nyaraka halali. Zaidi na Florian Kaijage. Polisi nchini Nigeria wamejaribu kuwahakikishia wananchi kwa kusema kuwa hakuna sababu ya kuwa na hofu. Hata hivyo, wameonya kwamba mashambulizi yoyote dhidi ya raia wa Afrika Kusini, biashara zao au majengo ya kidiplomasia ya Afrika Kusini nchini Nigeria yatashughulikiwa kama kosa la jinai. Onyo hilo linakuja wakati mvutano ukiendelea kuongezeka nchini Afrika Kusini, ambako kumekuwa na wiki kadhaa za maandamano yanayotaka mageuzi ya sera za uhamiaji na kuwataka wahamiaji wasio na nyaraka halali kuondoka nchini humo kabla ya mwisho wa mwezi Juni. Matukio ya awali ya ghasia za chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini yalisababisha mashambulizi ya kulipiza kisasi nchini Nigeria, ambapo baadhi ya biashara zinazomilikiwa na raia wa Afrika Kusini ziliharibiwa na kuporwa. Na maafisa wa afya nchini Brazil wamesema wanachunguza kisa cha pili kinachoshukiwa kuwa cha Ebola mjini Rio de Janeiro, ambapo raia wa Ubelgiji hivi karibuni aliwasili kutoka Uganda. Kisa kingine kinachoshukiwa kiligunduliwa Jumamosi katika jimbo la Sao Paulo. Matokeo ya vipimo kwa wagonjwa wote wawili yanatarajiwa kupatikana wiki ijayo, na iwapo yatathibitishwa, hii itakuwa mara ya kwanza kwa maambukizi hayo kuripotiwa nje ya Afrika tangu mlipuko ulipoanza nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni BBC. Na muktasari wa habari za ulimwengu umesoma kwako na Phyllis Motea akiwa katika studio za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM redio wa shirika na katika internet ya bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania tusikilize kupitia Radio Free Africa, Radio Kwizera na Radio 1. Kenya ni County FM, Nyota FM na Pamoja FM. Uganda pale ni Radio Kitara, Radio Lira na Radio Paidha. Na iwapo upo DRC yategea sikio kupitia Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Tunasikika vile vile moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, andika BBC Swahili. Mimi ni David Nkia, karibu. Jeshi la Israel limeteka eneo la kimkakati la ngome ya Beaufort kusini mwa Lebanon, katika hatua ambayo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameelezea kwamba ni mabadiliko makubwa katika mashambulizi dhidi ya Hezbollah. Zaidi na Phyllis Mote.
Hatua hiyo inajiri huku vikosi vya ardhini vya Israel vikiendelea kusonga mbele ndani zaidi ya eneo la Lebanon, vikivuka mstari wa awali wa operesheni uliowekwa katika mto Litani. Katika taarifa iliyotolewa siku ya Jumapili baada ya kutekwa kwa eneo hilo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema kwamba hatua hiyo ni awamu ya kuamua na mabadiliko ya msingi katika sera yao. Vikosi vyetu vilivuka mto Litani, viliteka maeneo yaliyokuwa yakidhibitiwa na adui, vilidhibiti safu ya milima ya Beaufort, na sasa maelekezo yangu ni kuimarisha na kupanua udhibiti wetu katika maeneo yaliyokuwa chini ya usimamizi wa Hezbollah. Kutekwa kwa safu ya milima ya Beaufort ni hatua muhimu na mabadiliko makubwa katika sera tunayoiongoza. Tumevunja kizuizi cha hofu. We broke the barrier of fear. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Yvette Cooper aliungana na washirika wa Ulaya siku ya Jumapili katika kutoa wito kwa Israel na Hezbollah kusitisha mzozo huo unaozidi kuongezeka. Nchini Lebanon, waziri mkuu Nawaf Salam alilihutubia taifa kupitia televisheni na kuishtumu Israel kwa kutekeleza sera ya kuteketeza kila kitu pamoja na adhabu ya pamoja kusini mwa nchi hiyo. Ufaransa, ambayo ina uhusiano wa kihistoria na Lebanon, imeomba kufanyika kwa kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ili kujadili operesheni za kijeshi za Israel. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema kwamba udhibiti wa ngome hiyo na safu ya milima ilipojengwa ni hatua muhimu katika kulinda jamii za Israel zilizo upande wa pili wa mpaka. Israel inasema kwamba imeongeza mashambulizi dhidi ya Hezbollah ili kujibu ongezeko la mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora kutoka kwa kundi hilo linaloungwa mkono na Iran, yakilenga wanajeshi wa Israel walioko Lebanon pamoja na jamii za mpakani ndani ya Israel. Lebanon iliingia katika vita kati ya Marekani na Israel kwa upande mmoja na Iran kwa upande mwingine tarehe 2 mwezi wa Machi baada ya Hezbollah kurusha makombora kuelekea Israel kulipiza kisasi kwa shambulio la Israel lililomuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Israel ilijibu kwa kuanzisha mashambulizi ya anga kote Lebanon pamoja na uvamizi wa ardhini. Na tangu wakati huo, mamlaka za Lebanon zinasema kwamba zaidi ya watu 3,000 wameuawa huku wanajeshi 25 wa Israel wakiripotiwa kufariki. Ni Phyllis Mote. Watu 4 sasa wameripotiwa kupona ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuleta maendeleo chanya katika juhudi za kupambana na mlipuko huo. Wagonjwa wengine 4 wameruhusiwa kurejea makwao huko Bunia, mji mkuu wa mkoa wa Ituri, na kufanya jumla ya waliopona kufikia 5. Akizungumza na BBC, mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Ghebreyesus amesema virusi vya sasa aina ya Bundibugyo vinasambaa kwa kasi, hivyo lazima WHO, serikali na wadau wa sekta za afya nchini DRC kukabiliana vilivyo ili kudhibiti Ebola kuenea zaidi. Virusi hivi vinasambaa haraka na sisi tunatakiwa kwenda kwa kasi. Kwa DRC ni mlipuko wa 17. Naamini DRC wanaweza kumaliza Ebola, lakini tunakabiliana na Ebola kwa nguvu. Ndiyo maana nipo Bunia ili niweze kuzungumza na viongozi wa kijamii, kueleza kuhusu taarifa potofu na kuhakikisha kwamba jamii nzima inapambana vilivyo. Maana tunajua uongozi wa serikali unaongoza na unaratibu mambo, lakini uwajibishwaji wa jamii ni jambo la msingi. Na hata hivyo, alipoulizwa kuhusu kufungwa kwa mipaka kama mojawapo ya njia ya kukabiliana na kusambaa zaidi kwa Ebola, Ghebreyesus ametoa msimamo wa WHO. WHO's position is closing borders doesn't actually help. Msimamo wa WHO ni kwamba kufunga mipaka hakusaidii, sio njia sahihi. Mipaka ikifungwa inaathiri shughuli za kibiashara na tayari hilo limeonekana. Njia sasa ni kukabiliana na Ebola kwa kasi, kuto kufunga mipaka ili kukabiliana na mlipuko huo. Na kitu kingine ni kwamba nchi zimeripoti kwa uwazi kama ni DRC ama Uganda. Kufunga mipaka kunaweza kuzuia uwazi na uaminifu. Naamini jumuiya ya kimataifa itatazama hilo kwa uzito. Discourage transparency. I hope the international community takes this seriously. Na mbali na Ituri, maambukizi ya Ebola pia yameripotiwa katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, mashariki mwa DRC pamoja na nchini Uganda. Takriban watu 246 wamefariki dunia kufikia sasa kutokana na Ebola, huku wengine zaidi ya 1,000 wakishukiwa kuwa na virusi vya ugonjwa huo. Nchi jirani ya Uganda imeripoti kifo kimoja na kuthibitisha watu 9 mpaka sasa wa maambukizo ya Ebola. Na kwingineko, polisi nchini Nigeria wamewataka wananchi kutojihusisha na mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya raia au biashara za Afrika Kusini kufuatia taarifa za mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni
yaliyolenga raia wa Nigeria nchini Afrika Kusini. Zaidi na Florian Kaijage. Taarifa ya msemaji wa polisi Anthony Okoni Placid imesema vyombo vya usalama vilifanya tathmini ya hali hiyo baada ya mkutano ulioongozwa na mshauri wa usalama wa taifa na kuwahakikishia raia wa Nigeria kwamba hakuna sababu ya kuwa na hofu. Amesema serikali inaendelea kushirikiana na mamlaka za Afrika Kusini pamoja na wadau wengine kupitia njia za kidiplomasia na kiusalama ili kushughulikia hali hiyo na kuhakikisha usalama wa raia wa Nigeria. Bwana Placid amesema, na hapa namnukuu, ingawa wasiwasi kuhusu mashambulizi dhidi ya wa Nigeria nchini Afrika Kusini unaeleweka, wananchi wanashauriwa kuto kuchukua sheria mkononi mwao. Mashambulizi ya kulipiza kisasi, vurugu, vitisho, uharibifu wa mali, matamshi ya chuki au vitendo vyovyote vinavyotishia amani ya umma na usalama wa taifa ni kinyume cha sheria na havitavumiliwa. Mwisho wa kumnukuu. Polisi wamesema hatua za ziada za kiusalama zimewekwa katika ofisi za kibalozi, miundombinu muhimu pamoja na maeneo mengine nyeti. Onyo hilo linatolewa wakati mvutano ukiendelea kuongezeka nchini Afrika Kusini kufuatia maandamano dhidi ya wahamiaji. Waandamanaji wamewashutumu wahamiaji wasio na nyaraka halali kwa kuongeza shinikizo kwenye huduma za umma na wametoa wito kwa serikali kuimarisha utekelezaji wa sheria za uhamiaji. Maandamano hayo yameandaliwa na kundi linalojulikana kama March and March ambalo linasema linapigania mageuzi ya sera za uhamiaji. Limewataka wahamiaji wasiokuwa na nyaraka halali kuondoka nchini humo ifikapo Juni 30. Matukio ya awali ya ghasia za chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini yamesababisha mvutano wa kidiplomasia na mashambulizi ya kulipiza kisasi nchini Nigeria, ambapo baadhi ya biashara zinazomilikiwa na raia wa Afrika Kusini ziliharibiwa na kuporwa. Na ni taarifa yake Florian Kaijage. Ni kukaribisha vile vile kwenye tovuti yetu ya bbcswahili.com ambapo kuna habari kemkem hapa, ikiwemo ya Trump ataka marekebisho yafanywe katika mkataba kati ya Marekani na Iran. Vile vile utaona hii PSG kombe Arsenal fedha msimu wa mabingwa ulivyofungwa, na kwa nini Trump anaishinikiza Uturuki kujiunga na mkataba wa Abraham. Peter uweze kufahamu zaidi, lakini kwa sasa namkaribisha hapa mwanamichezo mahiri kabisa Florian Kaijage. Twende kazi. Asante sana David Nkya. Imekuwa mwisho wa juma wenye kaeka nyingi, watu kwenye viti hawakai, ili mradi tu ilikuwa ni kimuhemuhe, watu wanakaanga chipsi. Arsenal waligeuza mitaa kadhaa ya jiji la London hapo jana Jumapili kuwa rangi nyekundu na nyeupe walipopita katika gwaride maalum kusherehekea ubingwa wao wa ligi kuu ya England, ikiwa ni mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 22. Wachezaji walikuwa juu ya basi refu huku wakiwapungia mikono mashabiki wao waliokuwa na nyuso za bashasha kubwa. Gwaride hilo la ubingwa limetajwa kuwa moja ya mikusanyiko mikubwa zaidi ya kimichezo kuwahi kutokea London, huku polisi wakisema walilazimika kuweka ulinzi madhubuti wa maofisa zaidi ya 500 huku wakitumia nyenzo muhimu kama vile ndege zisizo na rubani. Huku Ufaransa nako PSG waliowashinda Arsenal kwa mikwaju ya penati na kulitetea taji lao la ligi ya mabingwa Ulaya huko Budapest, Hungary juzi Jumamosi, nao walipokewa kwa shangwe na nderemo, huku maelfu ya mashabiki wakikusanyika katika bustani ya mnara maarufu wa Eiffel jijini Paris kuwalaki mashujaa wao hao. Huko Uingereza, Liverpool itaanzisha mazungumzo rasmi na Andoni Iraola wiki hii ili kumshawishi kuwa kocha wao mkuu mpya. Klabu hiyo maarufu The Reds walimtimua Arne Slot, raia wa Uholanzi, juzi Jumamosi, mwaka mmoja tu baada ya Mholanzi huyo kuongoza kutoa ubingwa wa ligi kuu ya England. Klabu hiyo inatarajia kupata mrithi haraka iwezekanavyo, huku meneja wa Bournemouth Iraola, raia wa Hispania, anayeondoka akipewa nafasi kubwa ya kuwanoa majogoo hao wa Anfield. Kombe la dunia. Mkuu wa waamuzi wa FIFA Pierluigi Collina na macho yake ya kutisha yale macho ya tochi yale Kapige hivi lazima uanze kuogopa. Ametangaza kuwa wachezaji katika fainali za kombe la dunia mwaka huu huko Marekani, Canada na Mexico watazuiwa kwenda kwenye eneo la kiufundi kuzungumza na makocha wao wakati walinda lango watakapojeruhiwa au kupatiwa huduma za kitabibu uwanjani. Mbinu za walinda lango kusimamisha mchezo imekuwa mada moto katika miaka hivi karibuni. Inatumiwa na mameneja kutoa maagizo mapya kwa wachezaji wake au kuathiri kazi ya mpinzani. Anapopeleka moto, basi wanafanya ujanja ili angalau kupoza mambo hivi. Mambo sio magumu zaidi. Naam. Katika tennis ni kwamba